بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumefika katika madarasa haya katika arkanul jumu'a, arkanu khutbatil jumu'a, sio? Tumefika katika nguzo za itaje khutba ya Ijumaa, na hapa tutataja tu nguzo peke yake. Tutataja nini? Nguzo peke yake. Hata shekha hatazungumzia itaje mambo mengine. Yani ona ile khutba kihakika ya Ijumaa ni fupi sana. Yani kwa dakika 2 tutaweza kumaliza labda. Hata tukifanya haraka nitafanya sasa inafanya haraka nitawaambia sasa naanza. Kisha mtaona hata ichukui nini kama ni nguzo peke yake, kama ni nguzo peke yake. Kwa mfano sasa hivi naanza. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullaha ayyuhal mu'minun. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكيتي kidogo shaamka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah. Ittaqullaha ya ayyuhal mu'minun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقم الصلاة. خطبة ينكويش hata ichukue dakika 1.5. Khutba ya wajibu imefanya nini? Imekwisha. Hizo ndo nguzo tutazitaja tuzieleze. Hii ilikuwa tu kama mfano. Kwa nini nimetoa mfano huu? Nimetoa mfano huu kumaanisha lau mtu siku moja utakwenda sehemu khatibu hayuko, mwenyewe ni mwanafunzi bwana. Sisi ni wanafunzi. Tumekwenda khatibu hayuko. Khatibu umetokea na dharura hajaweza kuja. Kama umeshindwa kabisa kuzungumza mbele ya watu, umeshindwa kutafuta mada, kupata mada, basi fanya nini? Basi etwaje? Sema tu zile arkani. Kwa sababu gani? Angalau tupate kuswali Ijumaa. Angalau tupate kuswali nini? Ijumaa. Ama yale mawaidha marefu, ama ile alhamdulillah ukisirefusha kwa maana alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa hizi zote ile kurefusha, kutia madoido na nini, hizi zote nini? Sunna. Si nini? Nguzo. Nguzo ni hizi tulizozitaja kwa chini ya dakika 2. Tumeelewana Haya yote ni ziada. Yale mawaidha, mtu akatoa mawaidha akasema sisi kama waumini lazima tufanye hivi, lazima tufanye hivi, lazima, zile zote zile nini? Ni sunna. Si jambo la wajibu. La wajibu ni haya tu tuliyoyataja. Sawa Kwa hiyo kufika mahali umekwenda dawa siku moja, umefika pale khatibu hakuweza kuja, kuna sababu, katika sababu hakutokea khatibu, umeambiwa bwana wewe bwana, lakini siko pale madrasa pale, madrasatul ihya, si aitwaje, tutolee khutba. Haina neno. Kama tunataka tu kupata ile ya wajibu, basi naenda toa khutba ya dakika 2-3 tosha. Umeelewa wazi? Sawa. Arkanuhuma, nguzo zao tasoma nani? Tafadhali. Wa min shurutil jum'ati al-khutbatani. Kisha sasa wa arkanuhuma alhamdulillah ta'ala wassalatu ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin min al-Qur'an mufhimatin في إحداهما والدعاء للمؤمنين في الآخرة mpaka hapo tosha. Sasa asema arkanuhuma, na nguzo za hizo hutuba 2.
nguzo za hizo khutba mbili. Asema hamdullahi ta'ala, ni kumhimidi Mwenyezi Mungu aliyefanya nini? Aliyetukuka. Ni kumhimidi Mola Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Wassalatu ala nabii sallallahu alayhi wasallama, na kumswalia ama na kutuma salamu kwa bwana mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sawa? Wal wasiyatu bittaqwa, ndo sisi pale tukitoa mfano tulisema alhamdulillah. Takuja inshallah maelezo. Wal wasiyatu bittaqwa, na kupeana nasiha, kupeana wasia wa nini? Wa taqwa, wa kumcha Mungu. Yani uwaambie wale watu wamche Mungu. Kisha wa qira'atu ayatin min alqur'ani mufhimatin fi ihdahuma, na usome ama na kusoma aya katika Qur'ani. Sawa? Aya iwe ni mufhima, yenye kufahamika, fi ihdahuma, katika moja ya khutba mbili. Katika moja ya nini? Ya khutba mbili. Sawa? Kisha sema wadu'a'u lilmu'minina, na kuomba dua kwa nani? Kwa waumini, kuwaombea wale waumini, kuwaombea wale waumini fil akhirati, katika khutba ya pili, katika khutba ya mwisho ambayo ni khutba ya pili. Tumeelewana? Haya, sasa tukirudi kama katika maelezo na kusherehesha, asema shekhe wa arkanuhuma, na nguzo za hizo khutba mbili, hamdulillah ta'ala, ni kumsifu nani? Mwenyezi Mungu. Jamani, lazima mtu atumie neno hamida. Hamada, lazima atumie neno hilo. Utasema alhamdulillah, utasema innal hamdalillah, utasema ahmadullah, utasema nahmadullah, haina neno. Useme hamdan lillah, haina neno. Lakini lazima useme alhamdu. Sawa? Sio mtu aje aseme ashkurullah, haisihi. Aje aseme asifullah au amdahullah, hakuna. Manake amdahu manake nimemsifu. Pia inakuja maana kusifu, ingawa kidogo maana zinatofautiana katika Kiarabu, lakini mambo ambayo tutawachia wanafunzi, si sehemu yake. Hii kitabu hiki si kutofautisha baina ya madh na hamd, la, si sehemu yake. Lakini tu ni kuwa ni maneno mawili yamekaribiana. Ukisema madh tutakwambia ati amdahullah, mimi namsifu Mwenyezi Mungu, haikubaliki. Ati sijui ashkurullah, namshukuru Mwenyezi Mungu, haikubaliki. Lazima utumie neno ahmad, yani hamada. Ima utasema ahmadu, manake ahmadu manake ni mimi sasa namsifu Allah, namsifu Mwenyezi Mungu. Ukisema alhamdulillah, usema sifa zote njema za nani? Za Mwenyezi Mungu. Ukisema innal hamdalillah, yani kwa hakika sifa zote njema za nani? Lazima utumie neno hamada kwa namna yote, kwa namna yoyote. Sawa? Bora tu hamada. Kisha pia lazima useme Allah, lazima utumie jina lake Allah. Huwezi kusema hamdan li rabbin, hamdan lirrahmani au alhamdulillahirrahmani. Kwenye khutba ya Ijumaa lazima useme alhamdulillah. Alhamdulillah. Umefahamiana? Ni sunna sema alhamdulillahi rabbil alamin. Ni sunna uanze innal hamdalillah au alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu. Hizi ni sunna, hizi nini? Sunna. Lakini wajibu ni ile tu alhamdulillah. Umeelewana? Alhamdulillah. Kisha sema wassalatu ala nabii. Na hizi nguzo tatu za kwanza tutakazozitaja lazima katika hutuba zote mbili. Lazima katika hutuba ya kwanza umhimidi Mwenyezi Mungu, na katika hutuba ya pili pia lazima umhimidi Mwenyezi Mungu. Tumeelewana? Haya. Kisha sema ya pili, as-salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima utumie neno sallallahu, ima useme sallallahu ama useme allahumma salli. Sio uje useme allahumma arham ala Muhammad, allahumma salli ala sayidina Muhammad. Sawa? Usije ukasema allahumma barik ala sayidina Muhammad, hapana. Allahumma salli, lazima kumtumia nini? Swala na salamu. Sawa? Rehma. Allahumma salli. Uweza kusema sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina, Allahumma salli ala ar-rasul, Allahumma salli ala al-hadi al-amin. Aina neno? Si lazima utaje jina lake Muhammad, si lazima utaje jina lake Muhammad. Sawa? Lakini usije ukasema sallallahu alayhi, bado haitoshi. Ile alayhi Kiarabu, mimi nikisema sallallahu alayhi, yani rehma ya Mwenyezi Mungu
iwe juu yake, bila kumtaja jina, kusema juu yake, ile yake, yani sisi tunajua maanisho mtume, sio? Lakini haiswihi. Lazima useme sallallahu, rehma za Mwenyezi Mungu, ala Muhammad, iwe juu ya nani? Bwana Muhammad. Kwa hivyo lazima utaje jina lake, moja ya majina yake. Ukimwita nabii, sawa. Ukimwita rasul, sawa. Ukimwita al-hadi, al-amin, Muhammad, zote hizo sawa. Tumefahamiana? Utapata watu wengine katika khutba ataanza hivi, katika makosa yanayotokea. Unajua lazima tutanabahisha. Katika makosa yanayotokea, atoa khutba kisha atasema manaka tanza alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kisha tanza wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kisha aseme sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tukwambia haiswihi. Kumswalia mtume lazima utaje jina. Tumeelewana? Maana yake yeye anasema sallallahu alayhi kwa ajili jina ashalitaja pale mwanzo. La. Hili ni kosa watu wengi wanaangukia ndani yake. Nishasikia yani wengi. Kauli yenye nguvu katika madhehebu yetu, na kama tulimwambia hakuna haja ya mambo haya kusema kauli yenye nguvu. Sisi khalas tunajua tunasoma madhhabi ya Imam nani? Shafi'i. Khalas. Kwa hiyo haiswihi kwa namna hii. Lazima atajwe kwa jina bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tamam. Kwa hiyo ni as-sala ala nabii, na pia lazima iwe katika hutuba zote mbili. Kisha alwasiyatu bitaqwa, hiyo ni kuhusia kumcha Mungu. Uhusie mtu, uhusie wale wanaosikiza, uwahusie nini? Ucha Mungu. Taona wengi katika makhatibu pale mwanzo sema usikum wa nafsi bitaqwa Allah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Haina neno kwa namna yote, na si lazima useme hiyo. Si lazima useme usiku wa nafsi bitaqwa Allah. Weza kuja uambie tamassaku bis-salah, aqimu salata. Kumcha Mungu ni kutimiza maamrisho yake na kuepuka nini? Makatazo. Sio? Sasa wewe ukishawaambia shikamaneni na swala, ni kuwa umewahimiza wafanye nini? Washikamane na amri za nani? Za Mwenyezi Mungu, wazitimize. Kumaanisha ushawaamrisha kwa, yani ushawahusia takwa. Kwa hiyo si lazima ati usiku mlala. Ile ni imezoeleka, haina neno. Sawa Tuko pamoja? Pia hii lazima iwe katika hutuba zote mbili. Lau khatibu ataanza hutuba ya pili na asiusie takwa, tutamwambia hutuba haijaswihi. Na hutuba isiposwihi swala haiswihi. Ndio mitihani hiyo tulionayo katika inaitwaje? Dunia yetu tulionayo. Tamam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na lau mtu atakuja khatibu azungumzie maovu tu, yani atukataze maovu, haina neno, hutuba imeswihi. Ama aje atusie mema tu, haina neno, hutuba imeswihi. Lakini bora kwa khatibu ni ajumuishe baina ya mawili, atusie mema na atukataze nini? Maovu. Ndio bora, ndio ukamilifu. Sawa? Hizi nguzo tatu tulizozitaja, kumhimidi Mwenyezi Mungu, kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kutoa wasia wa kumcha Mungu, hizi tatu lazima ziwe katika hutuba ya kwanza na pia katika hutuba ya pili. Tuko pamoja? Haya. Asema shekhe, wa qira'atu ayatin min alqur'ani mufhima fi ihdahuma, na kusoma aya katika Qur'ani yenye kufahamika katika moja ya hutuba mbili. Katika moja ya nini? Ya hutuba mbili. Aya si lazima usome katika hutuba ya pili. Ukisoma katika ya kwanza imetosha. Ukiamua asitosoma katika itwaje? Hutuba ya kwanza nitasoma katika hutuba ya pili pia imefanya nini? Imetosha. Haina neno kabisa. Sawa Lakini sharti ile aya iwe kwanza inafahamika kama alivyosema. Sharti ile aya iwe yafanya nini? Yafahamika. Sharti la pili iwe ni ile aya ni kamili. Wengi katika maulama wa madhehebu wasema ile aya pia lazima iwe nini? Imetimia, ni kamili. Sije ukasoma aya fupi. Kuna ile aya katika suratul Baqara inaitwa ayatud dain. Aya ya deni. Aya ndefu kweli. Safha nzima aya hiyo. Mtu aende aisome nusu ama aisome laini mbili tu, anambia haitoshi. Sawa, lazima alete aya yote. Sawa. Ngao kusoma vitabu vingine mtajua kuna khilafu pia ndani ya nini? Madhehebu yetu. Sawa? Hiyo haina neno. Lakini kuwa lazima iwe inafahamika, lazima. Sio mtu aje atuambie thumma nadhar. Tosha. Kuna aya manake thumma nadhar katika suratul Mudaththir, sio? Kwamba thumma nadhar haitoshi kwenye khutba. Bwana, lakini ninasoma aya kamili, haitoshi. Lazima usome aya inayofahamika. Tumeelewa? Yani yafahamika madhumuni yake, si kufahamika kuwa yafahamika kwa lugha yako, lugha wale wasikilizaji. Tukisema aya inayofahamika, yani yafahamika madhumuni yake.
Sasa lau ukaja ukasema thumma nadhar, watu watakuuliza kisha, maana yake thumma nadhar maana yake ni kisha akaangalia. Thumma nadhar maana yake ni kisha akaangalia. Sasa wewe lau utakuja useme kisha akaangalia, watu wote watashangaa nini? Aya tunayotaka ni aya ambayo lau itatajwa peke yake itafahamika. Ndio maana yule mfano nilotoa mimi ni wal asr innal insana la fi khusr, bwana mwanadamu katika hasara illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini waamilu salihati, na wakafanya mema, waamilu salihati watawasau bil haqi, na wakahusiana mema, wakahusiana na ukweli, watawasau bis sabr, na wakahusiana kuwa na subra. Bas zile aya zinafahamika, yani madhumuni yake inafanya nini, inafahamika. Kwa hiyo lazima asome na kama tulivyosema, anaweza kusoma aya katika hutuba ya kwanza, anaweza kusoma hiyo aya katika hutuba ya pili, ni khiari yake, lakini ni aula asome ile aya katika hutuba ya kwanza. Ni bora asome ile aya katika nini, hutuba ya kwanza. Kwa sababu gani? Unaona, hutuba ya kwanza tushataja nguzo tatu, sio? Na pia tukataja hizo tatu tukasema ziko kwenye hutuba ya pili. Kisha dua tunasema ni katika hutuba gani? Dua ya umini lazima iwe katika hutuba ya mwisho, ambayo hutuba ya pili, sio? Sasa aya ukileta hutuba ya mwisho, itakuwa hutuba ya mwisho ama hutuba ya pili ina nguzo ngapi? 5. Na ile hutuba ya kwanza itakuwa ina nguzo ngapi? 3. Sasa ili kuwe na taadul, ili kuwe ile, yani kuwe na mfanano baina zile hutuba mbili, tunasema hii aya badala ya kuisoma katika hutuba ya pili, afadhali uisome katika hutuba ya kwanza, ili iwe sasa kuna nini? Kuna usawa. Hutuba ya kwanza ina nguzo 4 umezitaja, hutuba ya pili ina nguzo 4. Tumeelewana? Lakini aya ni sunna, yani ni sunna usome katika hutuba ya kwanza. Sawa? Asema shekhe, wa du'a lilmu'minina fil akhirati, na dua ya kuwaombea waumini katika hutuba ya pili, hutuba ya mwisho ama hutuba ya pili. Hutuba mbili, kwa hiyo tuseme ya mwisho yani ni ya pili. Sawa? Hii pia ni nguzo, na lazima tuwaombee kwa kitu ambacho chafungamana na akhera, yani dua ukhrawi, dua ya kiakhera. Sio uende useme Allahumma zidhum malan, Mwenyezi Mungu azidishie mali. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya minhum walamwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ayyidhum, Allahumma ighfir lana wali ummahatina wali abaina wali man mata min ahlina au min ahalina, mpaka mwisho. Sawa? Bora wewe uombe dua, na katika jambo la lazima ni ile dua iwe imehusisha pia wale wanaoketi pale, wale waliokusanyika, ni waliohudhuria. Sawa? Sio wewe uombe kwa mfano sasa hivi tuweza kumwomba Mungu, ya rab ltuf bi ahli Filistina, Mwenyezi Mungu wafanyie upole watu wa Filistina, yani waue wale miji kafiri, wale maadui na nini, waue, warudishe, rudda kaida alkaidina, warudishe wale, Allahumma ayyidhum. Ile dua ni khas kwa watu wa nani? Wa Filistina, sio? Kisha tumalize hivyo haitoshi, lazima wale waliohudhuria pia wajumuishwe katika dua, yani utaje dua ambayo itawakusanya pia wale. Ushaona? Na ni uzuri zaidi, maulama tuambia ni uzuri zaidi ikiwa utawahusisha, yani uwataje specific, useme Allahumma ighfir lil hadirina minal muslimina wal ghaibina, aina neno, yani ukiwataja wale kidogo huwa ina nguvu zaidi. Sawa? Tuko sawa mpaka hapo? Kwa hivyo hizo ndio nguzo. Angalia nguzo za Ijumaa ni ndogo. Nyinyi mweza kujietwaje, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, mweza kujitesti wenyewe, yani kwa lugha yetu, mweza kujifanyia etwaje mazoezi wenyewe, ukaona ukatafuta mada fupi, mada yenyewe ukaizungumzia katika hutuba ya kwanza haraka fupi, dakika 3, 4, 5. Hutuba kihakika bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi yasemaje? Hutuba, ukiona hutuba ni ndefu na swala ni fupi, hutuba ya Ijumaa, ukiona hutuba ni ndefu na swala ni fupi, basi mtu huyo hajui fiqh. Ukiona hutuba ni fupi na swala ni ndefu, basi huyo mtu ndio yajua fiqh sawa sawa. Kwa hiyo uzuri ile hutuba iwe fupi kidogo, lakini hapa hatumaanisha hutuba iwe fupi dakika 2, la. Inayomaanishiwa hapa maulama wasema, yani wakieleza hadithi, yani ile hutuba ya Ijumaa ukilinganisha na muhadharati zingine ama hutuba zingine, ile hutuba ya Ijumaa iwe fupi. Kama muhadharati tumezoea labda muhadhara ni saa zima, mawaidha yani ni saa zima ama saa na nusu kama kawaida, tutakwambia Ijumaa
punguza, fanya nusu saa, dakika 20, sawa? Sio uje wewe saa zima tu kwenye mimbari pale. Pole pole bwana. Nusu saa yatosha. Chana. Hiyo ni ukilinganisha na zile hutuba zingine. Naam. Na swala, bwana Mtume akisema na swala yafaa kuwa ndefu swala ya Ijumaa, yani ukilinganisha na swala zingine. Maana swala ya Ijumaa ni sunna usome sabih isma, ni sunna usome hal atak, hadithul ghashiya sio? Naam, sunna. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Asema shekhe, wajibu an yakhutuba, endelea nani? Amir. Wajibu an yakhutuba qa'iman mutatahhiran mastura al-awrati wajibu al-julusu bainahuma fawqa tumaninati salat والموالات. Haya. Sasa atataja masharti ya Ijumaa. Masharti ya khutba. Angalia ndugu zanguni. Mwanzo tulitaja masharti ya Ijumaa sisi. Sio? Tulitaja masharti ya Ijumaa. Kisha baada ya kutaja masharti ya Ijumaa tukazungumzia nguzo za khutba. Sawa? Kisha baada ya kuzungumzia nguzo za khutba, sasa ataja masharti ya khutba sasa. Si Ijumaa bali ni ile khutba peke yake, sawa? Haya. Asema wajibu an yakhutuba qa'iman. Nani wajibu yule mwenye kuhutubu? Ni wajibu ahutubu hali ya kuwa amefanya nini? Amesimama. Mutatahhiran, ndio. Awe ana nini? Ana tahara. Mastura al-aurati, akiwa hali ya kuwa amestiri nini? Uchi wake. Sawa? Wajibu al-julusu bainahuma fawqa tumaninati as-salah. Nani wajibu aketi baina ya zile khutba mbili, fawqa tumaninati as-salah, juu ya ile tumanina ya katika nini? Swala. Tutaeleza kama kawaida, sio na wasiwasi. Wal muwalatu, na pia lazima kuwe na kufuatanisha. Lazima kuwe na nini? Kufuatanisha. Sawa? Yani moja baada nyingine kama tutakavyoeleza inshallah. Sasa tukirudi katika maelezo na sharhi. Asema wajibu an yakhutuba qa'iman. Ni wajibu aswa akhutubu akiwa amesimama. Hali ya kuwa amesimama. Na hapa tunasema ni kama vile swala ya faradhi. Tafsili ya hapa ni kama kwenye swala ya faradhi. Nafikiri mwakumbuka. Akishindwa kusimama katika swala ya faradhi, ameshindwa maskini. Tulisema swali vipi? Akishindwa kusimama aketi. Mgonjwa labda hawezi kusimama, ataswali vipi? Ataketi. Sio basi kwenye hutuba pia ataketi. Labda ni mgonjwa na ndio khatibu aliyoko peke yake hapa, basi ataketi, haina neno. Akishindwa kwa kuketi, katika kuswali tulisema akishindwa kuketi afanye nini? Alale kiubavu, sio? Basi hapa pia atalala kiubavu. Sawa? Lakini baada ya hapo hakuna sasa. Ikiwa hawezi kulala kiubavu atoe khutba, tuambie baada ya hapo sasa خلاص lazima atafute mtu mwingine. Sawa? Sawa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini bora ni yule khatibu, yeye ndo khatibu maarufu. Ikiwa hataweza kutoa khutba kwa kusimama, basi bora aache mtu mwingine. Hata kama katikati ya khutba labda amesikia kisunzi, amelemewa, ameshindwa kabisa kuendelea, bora bwana aache mtu mwingine aendelee. Si ati aketi aseme خلاص mimi nalemewa nitatoa khutba kwa kuketi. La. Aula ni aache mtu mwingine afanye nini? Aendelee. Umefahamiana? Wajibu an yakhutuba qa'iman. Kisha sema mutatahiran, ndio. Mutatahiran maana yake ni awe hana najisi katika nguo, ama ile sehemu alosimama, ama katika mwili. Kama kule kwenye swala tulivyosema, fi thawbi wal badani wal makani. Kusiwe na najisi katika nguo yake, kusiwe na najisi katika mwili wake, kusiwe na najisi katika nini? Sehemu alosimama pale ama aloshika kwenye mimbari pale. Tuko pamoja? Haya. Pia tukisema mutatahiran awe na tahara, yani awe na udhu. Yani awe na nini? Awe na udhu. Lazima awe na udhu. Sio mtu anatuhutubia na hana udhu. Kisha akimaliza khutba anakutawadha. Anamwambia khutba iko sahihi bana. Khutba iko sahihi bana. Wewe fanya machezo. Tuko sawa? Asema Sheikh, wajibu an yakhutuba qa'iman mutatahiran. Kisha mastura al-aurati. Akiwa hali ya kuwa amefanya nini? Amestiri uchi wake.
amestiri uchi wake. Je, maamuma ikiwa hana udhu, vipi hukumu yake? Yani wale wenye kusikiza hatuna udhu, kisha karibia swala ndo twenda tutawadha, vipi? Sawa ama si sawa? Haina neno. Ndio maana hapa asema shekhe, wayajibu an yakhtuba, ni wajibu akhutubu. Sisi wasikilizaji hatuko kwenye nini hiyo. Sisi wasikilizaji wakati wa swala ndo ndimba. Wakati wa swala lazima awe ana nini? Ana udhu wake. Tumeelewana? Yani unataka swala lakini kusikiza khutba si lazima tuwe una udhu. Sawa eh? Kisha lau yule khatibu ataharibikiwa na udhu afanye nini? Sisi tulitaja kule sio? Ule dharia. Wala sasa. Akiharibikiwa na udhu lazima aende akafanye nini? Akatawadhe. Lazima aende akatawadhe. Na akija aanze tena ile khutba upya. Tumeelewana? Eh? Lakini mpaka wewe ni mjanja, manake pale utaaibika bwana. Pale utaaibika. Kuna kiswa nafikiri Amiri yokikumbuka, nilitoa kwenye darasa ya kule msikitini. Khatibu siku moja alikuwa atoa khutba bwana, mara akatoka na hewa. Kaharibikiwa na udhu. Watu hawajui. Sasa nifanyeje? Akajua mimi nikitoka hapa watu watajua na huwezi kuendelea. Yeye ni mcha Mungu, hawezi kuendelea, ni haramu, huyo apata dhambi akiendelea. Hapo mzee ile topic akaibadilisha. Alikuwa akizungumzia mada, kwa mfano labda ni mfano mada ya swala. Kwa mfano mada ilikuwa mada ya swala, hapo ile topic akaibadilisha. Kwa mfano alikuwa akizungumza lazima tushikamane na swala, sijui nini mara akaharibikiwa na udhu. Hapo mashaallah ni mjanja yani. Akasema kwanza nina hasira sana mimi. Kuna watu hata kutawadha hapa hawajui. Nani Waislamu? Miaka 30, miaka 40 wewe Muislamu hujui kutawadha? Kwanza leteni ndoo ya maji hapa nionyeshe namna ya kutawadha. Akaletewa ndoo pale. Yeye akatiania yatawadha kwa ajili ameharibikiwa na nini? Na udhu. Lakini amewadanganya wale kama ambaye yani amewatriki, si eti amewadanganya, astaghfirullah. Amewatriki kama ambaye yuwafundisha nini? Namna ya kutawadha. Akatawadha pale mbele yao. Kaonyesha ona mtu yatawadha hivi, mtu yatawadha hivi, mtu yosha uso hivi, mtu yosha mikono hivi. Kaosha miguu, huyo akapanda mimbara akaendelea na akaanza hutuba yake upya. Watu wataka kushtukiza. Lazima uwe ni mjanja. Lazima uwe ni mjanja. Tamam. Fal muhimu yani akiharibikiwa na khutba lazima aanze. Akiharibiwa na udhu afwan. Akiharibikiwa na udhu lazima afanye nini? Aanze tena ile khutba. Sawa. Na mastura al-aurat lazima amestiri uchi kama vile kwenye swala. Kama vile kwenye nini? Kwenye swala. Baina ya kitovu na nini? Magoti. Hakuna ati sijui akhutubu anavyotaka. La, yani ile khutba ni kama swala. Ile khutba yani utasema upande huo ni kama nini? Ni kama swala. Sawa? Asema shekhe wajibu aljulusu bainahuma, na ni wajibu aketi baina ya zile khutba mbili, ni wajibu afanye nini? Aketi. Kwa muda gani aketi? Asema fauqa tumaninati swala, juu ya ile tumanina ya nini? Ya swala. Kihakika hapa kiketi ile tumanina ya swala yatosha. Mkumbuka tumanina ya swala ni kiwango gani? Tumanina ya swala ni kiasi gani? Kwenye swala tulisema ukirukuu lazima kuwe na nini? Tumanina. Mkumbuka tulisema tumanina, tulisema aketi kiasi gani? Muda gani yani? Muda gani? Dakika ngapi? Sekunde ngapi? Msema muda gani? Tunakutwali, lazima tutwali, kadri ya kusema nini? Kadri ya kusema subhanallah. Tulisema arukuu kadri ya kusema subhanallah. Nafikiri tulitaja tukizungumzia nguzo za swala. Hebu hakikisheni. Yaani ukirukuu lazima ubaki kwenye rukuu kwa muda wa kusema subhanallah. Ukiongeza hapo ni sunna, lakini baada ya hapo sasa subhanallah tu hivyo, nakwambia subhanallah tu hivyo. Ule muda sisi tuzungumzia muda. Manake pale hakuna dhikri ya lazima. Ukirukuu hakuna dhikri ya lazima, ukisujudu hakuna dhikri ya lazima. Unajua inaweza kuwa hatukutaja, mimi nimeghafilika. Unajua madarasa ni mengi, sio mimi nasomesha wale wanafunzi darasa. Sasa inaweza kuwa nimeghafilika, msio na wasiwasi. Lakini ninapokumbuka nilikuwa kwenye yani natarajia kuwa nilitaja kadri ya subhanallah. Ukirukuu kwa kadri ya subhanallah tu, muda wa subhanallah kisha wainuka. Nafikiri nilitaja, manake nilikuwa natanabahisha kuwa kuna watu uswali kama kudona. Tuona mtu aswali Allahu akbar. Lakini sasa hapo kudona ustadhi kama umetaja, lakini sasa hapo umesema tu kwamba ni muhimu kwa na tofauti wa yani wa ile kuinama
kuna tofauti ya mtu yani akiinama na kuinuka kwake. Basi wewe akiangalia aone yule alikuwa ameinama ndo la basi kama sikutaja haina neno. Kiwango chake ni kadri ya subhanallah moja tu. Mimi nakumbuka kama ambaye nilitaja na kuna mmoja wenu aliniuliza, ustaz subhanallah moja tu. Si lazima 3. Nakumbuka kama hivyo. Lakini haina neno. Mimi natamani ungekuwa muandika. Natamani ungekuwa muandika maana yake nafikiri maona masail ni mingi. Unajua nataka awe ni mdogo sasa. Sasa angalia, unajua nyinyi mweza kuwa mwaketi kisha kidogo mnafanya baada yani mchana mwafanya itwaje kuelezana kama muraja. Bwana jana alisema hivi, masala ni hivi. Hivyo ndio itwaje utakumbuka. Sawa. Tamam. Kwa hiyo fauka 80 swala. Kwa hivyo ile khutba wewe ukiketi kwa muda huo imetosha. Lakini ni sunna uketi kwa kadri ya qul huwallahu ahad, ile sura yote. Ni sunna wewe uketi kadri ya bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ule muda. Tena ni sunna ile qul huwallahu ufanye nini? Uisome. Ni sunna ile qul huwallahu uisome. Acha tu ngoja adhana sio? Acha mtu adhini. دنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي يا 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن علي حق. Sawa. Sasa tushaeleza yani namna ya kuitwaje uketi. Sasa yajaza kuja swali. Yule anayehutubu kwa kuketi ameshindwa kusimama, afanye nini? Yule anayehutubu kwa kuketi kwa ajili ameshindwa kusimama, ahutubu vipi? Naam. Maulama watuambia atanyamaza tu kwa ule muda. Sawa, atanyamaza kidogo. Yaani kutofautisha baina ya hutuba ya kwanza na nini? Na ya pili. Sawa? Tuko salamu. Kisha asema shekhe wal muwalat, ndio na kufuatanisha. Na kufanya nini? Na kufuatanisha. Yaani kufanya hakuna nafasi kubwa baina ya zile hutuba mbili. Lazima kuwe na kufuatanisha baina ya hutuba mbili, tuelewane. Lazima kuwe kufuatanisha baina ya hutuba mbili. Lazima kuwe na kufuatanisha baina ya hutuba na swala. Yaani wewe ukimaliza hutuba ya kwanza ukaketi, usiache muda mrefu upite. Muda wenyewe maulama watuambia usiwache muda ambao mtu anaweza kuswali rakaa 2 za haraka upesi katika ule muda. Ukiwacha muda ambao yani ukinyamaza ukitulia muda ambao mtu ule muda aweza kutumia kuswali rakaa 2 za haraka akifanya vitu tu vya faradhi, basi ishaharibika zile hutuba. Lazima uanze mwanzo. Tumeelewana? Na mmoja katika walimu zetu alitufanyisha sisi tujaribu tuone, je, rakaa 2 tuweza kuziswali kwa muda gani? Na nakumbuka wakati ule mmoja katika wanafunzi aliziswali, manake wewe waswali faradhi tu. Kwa mfano Allahu akbar, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahu akbar, sami'a Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahu akbar, sami'a Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله. Swala inkusha. Tumechukua dakika ngapi? Mimi nakumbuka mmoja katika wanafunzi alifanya chini ya dakika 2. Yaani alifanya dakika 1 na sekunde kadhaa. Sekunde kidogo sana. Sasa lau yule khatibu atanyamaza kwa muda huo, tutakwambia ushafanya nini? Ushavunja, ushaharibu. Lazima uanze tena ile khutba. Ima baina ya zile khutba 2 ama hata mwisho yani baina ya khutba na swala. Mshakimu swala kishaona watu wasimama. Ngoja labda khatibu yuko mbali huko, manake kuna misikiti hiyo mzee imejengwa ile mimbari
iko juu kweli. Sijui kama ushawahi kuona. Lamu iko hivyo. Sijui, nisije kwenda Lamu. Lakini iko mbali, mimi nishaona Masri, sijui kule ama ni Syria. Mimbari liko mbali mzee. Maana wale haipandi kule juu. Junior ya zamani. Mimi nishaona wanapanda. Mimi nishaona wengine wanapanda juu. Shaona. Kama pale Yemen ama pale Tarim yani. Tarim ni huo mji hapa Yemen. Wao wako faster. Yani yule khatibu akisema kwa mfano, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah al 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dhikru Allah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akisema tu hivyo, akimaliza tu yule mwenye kukimu swala ashaanza kukimu, huku khatibu ashaanza kushuka. Yani yule mwenye kukimu swala akimaliza kukimu, khatibu ashaingia kwenye mimbari, yuanza swala moja kwa moja. Hakuna kuchelewesha bwana. Kwa sababu hawataki kuwe na nini? Kuwe na itwaje fasil. Na hakutaki kuwe na nafasi. Ushaelewa? Sasa mushkila mwingine lazima tuugusie. Pia baina ya zile nguzo lazima kusiwe na nafasi kubwa. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu, moja kwa moja uende katika kumswalia mtume. Yani kusiwe na nafasi kubwa isipokuwa ukifanya vitu vya sunna. Sasa basi kuna watu wanakuja katika khutba wanaanza kutoa viswa. Wanaanza kutoa nini? Kisa kwenye khutba. Khutba ni sehemu ya mawaidha, si mahali pa kutoa kisa. Ukitoa kisa itakuwa baina ya ile nguzo iliyotangulia na nguzo ambayo utakuja nayo baadaye kumekuwa na nafasi. Lazima mwanze khutba mwanzo. Tuambia khutba isihi. Ndio madhehebu yetu. Sisi tunakariri madhehebu. Kuna watu katika khutba wanakuja wanazungumza siasa. Haituhusu sisi siasa bwana. Sisi haituhusu kwa ni haramu. Yani ni kuwa khutba si sehemu ya nini? Si sehemu ya siasa. Wewe keti nasihi watu. Sawa? Kuna watu huja wakaeleza ahkam za kifikihi. Khutba si sehemu ya kueleza ahkam za kifikihi. Isipokuwa mara nyingine unaeleza hukumu ya kifikihi kwa ajili wataka watu wafanye jambo fulani. Labda waambia swala wajua ukiwacha ni haramu. Swala ukiwacha unakaribia kuwa kafiri. Wajua maulama wengi wanasema ile ni hukumu za kifikihi sio? Lakini ile ni jambo ambalo wewe wajaribu kufanya watu washikamane na khairi, wafanye mema, haina neno. Lakini ati mtu sasa aje atueleze ahkam za kifikihi zile za ndani, mambo magumu ya kifikihi, si mahali pake kwenye khutba. Kwa hiyo mtu lau atafanya haya mambo, ima atatoa visa ama ataeleza hizo ahkam za kifikihi kwa urefu, lakini viso ambavyo havina mafunzo. Kama ni kisa ambacho kina mafunzo haina neno. Kama ni kisa ambacho kina mafunzo, utasema kama mazingatio, kile ni kisa mtu anafaa kutoa, haina neno. Hata kama ni katika hutuba, hata kirefusha haina neno. Tumeelewana? Sawa? Kisha asema shekhe, endelea, wa salatul jamaa. Wa salatul jamaa, salatul janaza, wa salatul janaza. Fardhu kifaya. Ndio. Ngoja acha tushereheshe hiyo. Asema shekhe, wa salatul jamaati, wa salatul jamaa, na swala ya jamaa, wa salatul janaza, na swala ya jeneza, fardhu kifaya. Ni faradhi ya nini? Ya kutoshelezana. Sisi Waswahili tusema ni faradhi ya kutoshelezeana ama faradhi ya kutoshelezana. Sawa? Salatul jamaa ni swala ambayo tuiona ni fardhu kifaya. Swala ya jeneza ni fardhu kifaya. Maiti ya kifa lazima aswaliwe, hata kama ataswaliwa na mtu mmoja. Hata kama ataswaliwa na mtu mmoja, haina neno. Fardhu ya kifaya maana yake ni fardhu ya kutoshelezana, kama tulivyosema. Maana yake ni kuwa mmoja akifanya ama watu kadhaa wakifanya, sisi wengine ile dhambi inafanya nini? Inaporomoka. Lau mimi nimekufa, Mungu atujalie husnul khatima, kisha nyinyi mwajua bwana Ahmed yule amekufa na ni Muislamu, Mungu atujalie husnul khatima. Sasa lazima nyote mmoja munizike? Mmoja tu akija akiniosha, akinivika ile sanda, akaniswalia yeye, akanibeba na nguvu zake, akanizika kaburini, haina neno. Anayepata thawabu yeye peke yake, lakini wale watu wengine hawana nini? Hawana dhambi. Sawa? Sasa swala ya jamaa pia ni hivyo, lakini swala ya jamaa hauwezi kuswali mmoja. Maana jamaa angai iwe watu ngapi? Wawili. Uchache wa jamaa ni watu wawili.
lakini makusudiwa hapa ni ile jamaa iswaliwe kwa namna ambayo itadhihirika, hapa kuna Waislamu na ile jamaa imefanya nini, imesimamishwa, yani itaonekana ishara ama alama za nini, za jamaa, alama za Uislamu. Tumeelewana? Wa salatul jamaa wa salatul janaza ni fardhu kifaya, خلاص ndio, hata hakuna maelezo mingi. Unajua kitabu kama tulivyosema ni kitabu kidogo, sasa haelezi mambo mingi hapa. Asema wal-idani, maliza. Wasalawatul masnuna wal-idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadat wakadha rawatibu as-salah ndio والضحى والتراويح سنن لها فضل وثواب عظيم. نعم. أسمى شيخ والعيدان نصلى zaidi mbili, walkusufani naswala za kusufi mbili, tutaeleza kushikwa mwezi na kushikwa nini, jua, kusufu na khusufu. Walwitr na swala ya witiri, sunanun muakkadat, ni sunna zilizotiliwa nini, mkazo, zilizotiliwa nguvu. Asema wakadha rawatibu salat, na vile vile zile sunna zinazoitwa rawatib. Sunna za rawatib hizi ni sunna gani? Zile ambazo zimeshikamana na swala za faradhi. Tutazieleza. Acha tunimalize tafsiri ni kufanya tarjama kwa Kiswahili, kisha tutarudi kusherehesha kama kawaida. Wadhuha watarawih, na swala ya dhuha, watarawih na swala ya tarawih, sunanun laha fadhl, ni sunna ambazo zina nini, zina fadhila, wa thawabun adhim, na zina thawabu nyingi, zina thawabu kubwa. Sawa haya, turudi katika kusherehesha. Asema Sheikh wal-idani, na swala ya Eid mbili ambao ni Eidul Fitri na Eidul Adha. Sawa, na swala ya Eidul Adha ina nguvu ama ni sunna zaidi kuliko ya Eidul Fitri. Sawa, kwa hivyo swala ya Eidul Adha ni bora kuliko swala ya Eidul Fitri. Na kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa swala ya Eid ni fardhu kifaya. Swala ya Eid nini? Fardhu kifaya. Kwa hiyo ni muhimu sana Waislamu waiswali. Muhimu sana tuzingatie. Ingawa utapata zama zetu kuna watu uswali Eid mpaka Eid, astaghfirullah alazim, ambapo ile ni swala ya sunna, haswali ya dhuhuri, na siku ya kiyama hataenda kuulizwa kwa nini ukuswali Eid. Siku ya kiyama ataulizwa kwa nini ukuswali ya dhuhuri. Lakini ndio hivyo, yani sisi tuko katika zama, Waislamu wa siku hizi mizani tumegeuza, kichwa chini miguu juu. Ukipata mtoto, ndio maisha yetu, wajua lazima tuweke mambo wazi, ndio ukweli useme hata kama wachoma. Sisi Waislamu mtoto haswali, yule mtoto bwana haswali, sijui nini bwana, muombe Mungu, lakini mtoto yuaniibia. Toto korofi lile, namfukuza nyumbani mimi. Kwa sababu gani? Ana mkono mrefu, yuaniibia. Yule mtoto alikuwa haswali, wewe hushtuki, lakini yakuibia washtuka. Yani bora asiswali, sawa asiswali, lakini madamu yaniibia mimi, ndo jambo kubwa. Kiona mtoto kwa mfano hasomi, yani seti hasomi, yuko skuli lakini hafanyi vizuri skuli, yule mzazi wana wasiwasi, yasikia kulia, yani mtoto wangu hivi, ataenda kwa mashekhe wote, mtoto wangu hivi. Lakini yule mtoto hapendi madrasa. Shasikia mzazi akaenda kwa shekhe, bwana mtoto wangu hivi, yolalamika, yani mtoto wangu bwana hapendi madrasa, haina neno. Tamsikia lalamika kidogo, huyu bwana mbona mtoto wangu haendi madrasa? Anishinda mtoto wangu, kila siku namwambia haendi. Skuli mbona huwezi kusema hivi? Lao mtoto atakataa kwenda skuli, taona mzazi atamfanya nini? Bidii sana. Ndio hiyo mizani tumefanya nini? Tumegeuza. Hatusemi kila siku tukariri. Unajua maana yake tuko katika dunia ambayo watu kila mtu ataka kuchukua ile maneno yako ayageuze. Hatusemi kuwa masomo ya skuli hayafai. La, yanafaa na yana faida yake sehemu yake. Lakini masomo haya ya namna ya kuswali na namna ya kufunga, haya ndo masomo ambayo unayakini utayafanyia kazi.
Manake wewe kama Muislamu, mimi kama Muislamu nina yakini nitafanya nini? Nitakufa. Na masomo haya yatanifaa baada ya kufa. Lakini masomo ya skuli yatakufa miaka 20 inayokuja, miaka 30 inayokuja. Je, una hakika utaishi miaka 30? Una hakika? Unsoma skuli labda baada ya siku 2 umefariki. Inkufaa nini ile masomo ya skuli? Itakufaa kwa sura moja, kwa hali moja, ikiwa wewe ulipokuwa ukisoma umetia nia ya kunufaisha umma. Umetia nia ya kutumia ile elimu yako ile ya skuli, umetia nia kunufaisha umma, kuwasaidia watu, kuwasomesha. Itakuwa elimu yako waweza pata thawabu kama yule ustadhi. Ingawa umesoma sijui maths, English, science, nini. Ile elimu yako pale pale uliko, kama umetia nia kuwa bwana mimi nasoma, niwe msomi ili nirudi katika jamii zetu, nifanye nini? Nizisaidie jamii zetu, nizihudumikie jamii zetu kwa ajili ya Allah Jalla Jalalu. Nimesoma ili nije nilishe familia yangu kwa chakula cha halali. Utapata utapata thawabu. Haina neno. Utapata thawabu. Lakini sisi tunasoma kwa ajili ya nini? Shahada ili tupate kazi. Kwa hivyo piga huo upate shahada hata kama utadanganya kwenye mtihani. Lakini mtu ikiwa yosoma kwa ajili ya Mungu, kweli atathubutu kuiba kwenye mtihani? Hatathubutu. Kwa ajili ya nia, mimi bwana nafanyia Mungu. Lakini sisi watoto, sisi vijana tumekuzwa vipi? Tumekuzwa soma bwana soma bwana upate skuli nzuri, high school nzuri. Ukifika high school, soma bwana upasi KCSE ili upate university. Kwa hivyo yule mtoto yeye atafanya piga huo, atafanya juu chini, bora apate nini? Bora apite pale. Hajali atadanganya, ataiba, atatoa pesa honge. Ndio hali yetu. Allah yu'in. Turudi katika mambo. Sasa wale idani, swala ya Eid wal kusufani. Naam. Kusuf na khusuf. Kuna kusuf ni swala ya kushikwa jua. Khusuf ni swala ya kushikwa mwezi. Hizi mbili pia ni sunna, tena zimetiliwa mkazo sana. Kuna sunna yeye hajataja, istisqa. Swala ya istisqa yeye hajaitaja. Istisqa ni swala ya kuomba mvua, pia ni katika sunna zilizotiliwa nini? Mkazo sana. Ni katika sunna zilizotiliwa mkazo. Sawa? Kwa hivyo kuna Eid mbili, kusuf na khusuf, kisha istisqa, kisha kuna na witri, swala ya witri. Swala ya witri kwa Imam Abi Hanifa ni wajibu. Kwa Imam al-A'zam, Imam Abu Hanifa, swala ya witri ni wajibu. Na hadithi inayozungumzia witri yatisha sana. Kila siku kwa Imam Abu Hanifa bwana. Wajibu ingawa kwao wajibu kidogo ina tofauti, wajibu ni tofauti kidogo na faradhi kwao. Mambo yani tukiingia kwenye alfadhi za kisomi kidogo tutachanganyana. Yani hususan katika kitabu hiki. Tujue tu kwa sasa kuwa wao kidogo kwetu sunna sio kwao wajibu. Kwa Imam al-A'zam. Na dalili yake bwana mtume katika hadithi yasemaje? Autiru ya ahli al-Qur'ani, swalini witri enyi watu wa nini? Wa Qur'ani. Faman lam yutir falaysa minna, yule ambaye haswali witri basi si miongoni mwetu. Shaona hiyo hadithi inavotisha. Yani wewe bwana mtume ashakwambia bwana, kama sisi bwana mtume ashatuambia wewe usiposwali witri basi wewe si miongoni mwetu. Yani latisha jambo hili, laogopesha. Shaona. Sasa kwa ajili ya hii hadithi kama hii ndio Imam al-A'zam akachukua kuwa witri nini? Ni wajibu. Sawa, ingawa sisi tuna dalili zingine tuonyesha tunajua kuwa witri ni sunna. Umuhimu ule wa witri ni ujue kuwa kuna baadhi ya maulama wamesema witri nini? Wajibu. Basi fanya bidii usifanye nini? Usikose. Usikose swala ya witri. Sawa? La ilaha illa Allah. Utaweka alama kisha tuna. Kisha asema wakadha rawatibu salati. Afwan, hizi ni asema sunanun muakkadati. Ni sunna zilizotiliwa nini? Zilizotiliwa mkazo. Hizi unajua sunna ziko aina mbili. Kuna sunna zilizotiliwa mkazo na kuna zingine sunna za kawaida. Sasa hizi nilizozitaja ni sunna zinazo nini? Tiliwa mkazo. Na zinazofuata baada yake pia ni sunna zinazotiliwa mkazo. Asema wakadha rawatibu salati. Na pia zile swala za nini? Rawatib. Pia hizo swala za nini? Za rawatib. Swala za rawatib ni zile swala ambazo zimefungamana na swala za faradhi. Kwa mfano qabliyatul fajri, swala ya qabliya al-fajri. Qabliyatul dhuhri, swala ya qabliya ya dhuhuri. Ba'diyatul dhuhri, swala ya ba'diya nini? Ya dhuhuri. Hizi inaitwa rawatib. Sawa? Ba'diyatul maghribi, swala ya ba'diya ya magharibi inaitwa ratib. Kisha kuna ba'diyatul isha pia inaitwa nini? Rawatib. Sawa? Katika baadhi ya hadithi imekuja ni 10, raka 10. Katika baadhi ya hadithi imekuja ni raka 12. Kwa mtume anasema mtu akiswali hizo raka 10 basi atajengewa nini? Nyumba peponi. Au kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ya hadithi. Anasema bwana mtume katika riwaya anasema akiswali raka 12 kwa siku basi atajengewa nini? Nyumba peponi. Raka zenyewe ama swala zenyewe ni gani? Raka 2 kabla ya alfajiri, raka 2 kabla ya dhuhuri,
na 2 baada ya dhuhuri, na kuna 2 baada ya maghrib na 2 baada ya isha. Hizo 10. 2 kabla ya alfajiri, 2 kabla ya dhuhuri, 2 baada ya dhuhuri, 2 baada ya magharibi, 2 baada ya isha. Hizo 10. Lakini katika riwaya nyingine imekuja ni 2 kabla ya alfajiri, 4 kabla ya dhuhuri, 2 baada ya dhuhuri, 2 baada ya maghrib, 2 baada ya isha. Kwa hivyo hii riwaya ya pili unapata ni 12. Ni 12. Sawa? Hizi inaitwa rawatib. Sawa? Kisha asema shekhe, wadhuha, na swala ya dhuha, wa tarawih, na swala ya tarawih, sunanun laha fadlun wa thawabun adhim. Ni sunna ambazo zina fadhila nyingi. Wa thawabun adhim, na zina thawabu kubwa. Dhuha ni ile swala ya asubuhi baada ya jua kufanya nini? Kuchomoza. Pia huitwa salatu rizqi. Swala ya rizqi. Sawa? Na hii dhuha uchache wake raka 2. Wingi wake, ama wachana wingi, bora yake ni raka 8. Bora uswali raka ngapi? 8. 2 ndio bora. Lakini ukitaka kuswali zote 8 haina neno. Ukitaka kuswali 4 haina neno. Lakini bora uswali 2. Sawa? Kisha tarawih ni raka 20. Raka 20 kwa madhehebu yote manne. Hili ni jambo tutagusia, manake yajua ni katika yale mambo ambayo kidogo yana mizozo, lakini sasa tubainisha, sio katika kusoma. Wasikia? Tarawih ni hiyo, ni raka itwaje 20. Madhehebu yote manne yamekubaliana, na sisi kama watu wenye akili timamu twafaa tu kujiuliza, je, hawa maimamu wote wanne walikuwa hawafahamu hadithi ya Mtume? Hawafahamu hadithi za Mtume mpaka wakasema tarawih raka 20? Wote walikuwa hawafahamu, tukaja sisi zama zetu ndo tukafahamu. Mbona waliotangulia wote wale maimamu wakubwa na waliofuata zile madhehebu zao wote wamesema raka ni 20 tarawih? Ingawa madhehebu ya Imam Malik Madina kwao tarawih raka 20 bwana ni raka 36. Taeleza vipi? Wakati ule wa Imam Malik walikuwa watu waswali tarawih Maka na Madina, sio? Yaani na miji mingine waswali. Lakini wale watu wa Maka kila baada ya kumaliza raka 4 waenda wakifanya nini? Tawafu. Unajua raka ilikuwa ndefu za kisawasawa. Sijuzi tulipiga ile kiswa, nafikiri bado kwenye hii tulisema kuna moja katika msikiti India, sijui usiku akiswali tarawih wamaliza mswafu, wakumbuka sio? Sasa kitambo ilikuwa ile tarawih ikiswaliwa itwaje, sura ni ndefu sana. Sasa kitambo wale wakiswali zile raka 4, baada ya kumaliza raka 4 wanapumzika kidogo, maana swala ni ndefu. Sasa wakipumzika wanaenda wanatufu al-Kaaba, kisha kumaliza kutufu wanarudi, wanafanya nini? Wanaendelea 4 za pili, 4 za tatu, mpaka imalizike 20. Sasa watu wa Madina wakapiga hesabu, wale watu wa Maka wanatushinda sisi. Watu wa Maka wanatushinda sisi kwa sababu gani? Wao wana swala na ndani yake wana nini? Ibada ya tawaf. Sisi Madina huko hatuna al-Kaaba, tufanyeje? Kaleta maarifa akasema khalas. Wao kule wakiwa watufu, sisi tuswali 4 zingine. Kwa hivyo baada ya 4 za kwanza tumeongeza 4. Baada ya 4 za pili tumeongeza 4. Baada ya 4 za tatu tumeongeza 4. Hizo 12. Baada ya 4 za 4 pia tumeongeza 4. Tumeelewana au hajaelewana? Haya, twende. 4 ya tarawih ya kwanza, baina yake wakaongeza, kabla ya ile ya pili wakaongeza 4. Kwa hivyo inakuwa wameswali raka ngapi? Raka 8. Kisha sasa tuenda kwenye 4 ya pili. Ukiongeza inakuwa ngapi? 12. 12 kwanza. Kisha wataongeza ile ya ziada, sio? Ya wakati wa tawaf kule. Itakuwa 16. Hapo sasa wao kihakika wameswali 4 zile za tarawih asli. Kisha wataongeza 4 zingine. Sasa 4 ya tatu, sio? Wakimaliza 4 ya tatu inakuwa ni 20. Sasa washaswali 20, wanaongeza 4 ile ya kulinganisha na tawafu, sio? Inakuwa 24. Kisha wanaongeza 4 sasa ambayo kwao ni ya 4, kihakika nini? Tarawih kipande cha 4, sawa? Kisha wakimaliza hiyo wanaongeza nyingine, ilikuwa 24, kiongeza 20, kishaongeza 4 inakuwa 28, kisha wanaongeza 4 inakuwa 32. Itakuwa imebaki ile ya 5 tu. Kisha wanakuja na swali ile ya 5, washamaliza raka 36.
watu wa Madina peke yake, watu wa Madina peke yake. Ama watu wengine kwa nini raka 20 mntoa wapi? Raka 20 wakati wa Saidina Umar walikuja, Saidina Umar aliingia msikitini akapata watu waswali kando kando, kila mtu aswali kivyake. Basi aliwakusanya wale watu, akamweka Saidina Ubay bin Ka'b akamwambia aswalishe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema aqra'ukum Ubayya, aqra'ukum Ubay. Huyu Ubay sahaba huyu, yeye ndo mbora wenu kwenye nini? Katika somo. Basi Saidina Umar akamtanguliza akamweka imamu. Katika riwaya iliyoko takriban katika Sahih Muslim wakasema tukaswali rakaa 23. Tukaswali rakaa ngapi? Ilikuwa tarawih. Yani wao walieleza, walisema kuwa Bwana Mtume alipotoka akaswali na sisi sallallahu alaihi wasallam usiku wa kwanza, akatoka usiku wa pili, akatoka usiku wa tatu. Hizi hadithi sahihi zote zilizokuja hazikutaja rakaa hizo swali Bwana Mtume. Ziko hadithi dhaifu zilizotaja rakaa, lakini ni hadithi dhaifu. Na zile hadithi dhaifu zilizotaja zile rakaa zilisema rakaa 20, lakini ni hadithi dhaifu. Kwa hivyo hazitumiki kama hujja. Hazitumiki kama nini? Kama hujja. Lakini hujja kubwa ni kuwa hii miji sahaba yote hii, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali, Saidina Ubay huyo, Saidina Ibn Mas'ud, na hawa maswahaba wote walikubaliana kuswali rakaa ambazo Mtume hakuswali. Walikubaliana kuswali swala ama rakaa ambazo ni bid'a. Yani wao walikubali, wote walikubaliana kumkhalifu Mtume, na sisi tungoje zama zetu ndio tumfahamu Mtume zaidi. Yani hili jambo makubali kuwa laingia akilini, kusema tu kweli. Jamani, tuweni wa kweli sisi na nafsi zetu. Hapa kuna maswahaba. Saidina Ali ni mlango wa elimu. Bwana Mtume amemsifa sema huyu ni mlango wa mji wa elimu. Ana Madinatul Ilm. Bwana Mtume sema ana Madinatul Ilm, mimi ndio mji wa elimu. Wa aliyun babuha, na Ali ndio mlango wa kuingia aitwaje mji huo, yani mji wa elimu. Sasa Saidina Ali ataketi muoga, yani ashindwa kumwambia Saidina Umar kuwa ni makosa haya. Baada alipokufa Saidina Umar, nisema usiweke chini bora, baada ya kufa Saidina Umar, basi hawakubadilisha mbona? Kisha aje mtu katika zama zetu akose heshima aseme sisi bwana hatumfuati Umar, tunamfuata Mtume. Hatutaki sunna ya Umar, tunataka sunna ya nani? Ya Mtume. Wewe una wazimu wewe? Yani sisi tunajua sunna kuliko Saidina Umar? Yani ni watu kutofahamu kabisa zile hadithi. Ama hadithi sawa, si ati ni dhambi kuswali 8, si ati ni dhambi, lakini wanaoswali 20 ndio madhehebu aitwaje manne, na jumhurul ulama wamekubaliana nayo. Ama hadithi ambayo hutumika kusema kuwa Sayyidatina Aisha asema Bwana Mtume hakuzidisha. Hebu tusikizeni hadithi. Nyinyi sisi ni watu tuna akili Manake watu wengine husema sisi bwana tunataka tu kitabu na sunna, hatutaki kutumia nini akili yetu. Bwana kitabu na sunna ikuteremshwa kwa watu wazimu Majununi, mtu mwenye wazimu hawezi kufahamu kitabu na sunna. Wewe kama mtu una akili timamu lazima utumie nini? Akili yako bwana. Kwa hiyo tunataka kitabu na sunna, lakini lazima utumie nini? Akili yako kufahamu bwana. Imekuja katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje? Sayyidatina Aisha asema Bwana Mtume hakuzidisha ndani ya Ramadhani wala nje ya Ramadhani zaidi ya rakaa ngapi? Zaidi ya rakaa 8. Kweli mrongo? Sasa sisi hatufai kuswali rakaa 20 bwana. Sisi hatufai kuswali rakaa ngapi? 20. Maana Sayyidatina Aisha amesema Bwana Mtume hakuzidisha rakaa 8 ndani ya Ramadhani wala nje ya Ramadhani. Hebu ndugu zangu, tujaribu tufahamu. Tujaribu tufahamiane. Sayyidatina Aisha asema Mtume hakuzidisha ndani ya Ramadhani wala nje. Sayyidatina Aisha anazungumzia tarawih ama anazungumzia swala ambayo yaswaliwa Ramadhani na nje ya Ramadhani? Afwan, Sayyidatina Aisha alisema hakuzidisha 11. Afwan, Sayyidatina Aisha alisema hakuzidisha 11. 11 wale wanaotaka kuwa tarawih raka 8 wakasema 11 kumaanisha 8 tarawih 3 nini? Witri. Sio? Wao wataka ni hivyo. Sasa Sayyidatina Aisha akisema kuwa Bwana Mtume hakuzidisha ndani ya Ramadhani na nini? Na nje ya Ramadhani. Kumaanisha nini? Kumaanisha swala anayozungumzia ni swala ambayo yaweza kuswaliwa nje ya nini? Kumaanisha haimaanishi tarawih. Na ndio tukasema ukitumia akili utaona kweli wa imamu wale wa madhehebu manne walikuwa sawa. Tumeelewana? Kwa hivyo hakuna kabisa mambo yankuja, lakini tukapata msikiti wanaswali raka 8, hatupingi wala nini. Afadhali wale wanaoswali, kuna watu hawaswali kabisa. Siku hizi tusikia hapo town Mombasa sijui kuna mambo yatokea ya kuchekesha, ya kushangaza, ya kusikitisha, yani si ya kuchekesha, ya kusikitisha, ya kuuliza. Ramadhani sijui nini inaendelea hapo.
Mambo yani ya kushangaza, astaghfirullah. Miji yetu ilikuwa haiko hivi. Miji yetu kuna mambo ya matukio usiku, badala watu waende kuswali tarawih, watu wako mitaani wanaume kwa wake na nini, sijui tutakwenda kumwambia nini Mungu na miji yetu iliyobadilika. Sisi tuwafaa yule ambaye haswali kabisa, tuje tumvute afanye nini, aje aswali. Lakini yule ambaye yaswali 8, ahlan wa sahlan, umeswali anga umepata sunna, umepata kiwango fulani, answali 2 ni afadhali. Tusije yule anayeswali 8, wewe bid'a, mtu wa bid'a hakuna nini. Tuseme tuweza kumwambia bwana bora ni ngapi? Ni 20, haina neno. Na ni kuambiana kwa wema tuende mbele. Tumefahamiana? Kidogo nimerefusha yani kwa masala haya, manake kama tunavyojua huwa ikifika Ramadhani kesi. Sisi Waislamu ikifika Ramadhani, ikifika Idi yafaa kuwa ni msimu wa raha. Lakini ikifika Ramadhani kesi, mwezi umeonekana hujaonekana, mwezi wetu sijui si mwezi wetu. Ikifika msimu wa mazazi ya Mtume kesi, yafaa kusherekea ama haifai. Ikifika msimu wa Idi kesi. Sisi badala ni misimu ya raha inakuwa ni misimu ya inaitwaje, kesi. Subhanallah, Mungu watu aitwaje suluhishe hali zetu. Falmuhimu asema wadhuha wa tarawih, swala ya dhuha na swala ya tarawih. Nataka tumalize hizi. Na aitwaje, afwan, swala ya tarawih lazima iswaliwe 2-2. Huwezi kuswali 4 mfululizo. Huwezi kuswali 4 mfululizo. Sasa 2 lazima 2. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. 2 watoa salamu, 2 watoa salamu, 2 watoa salamu. Kisha sunanun laha fadlun wa thawabun adhim. Hizi swala 2, swala ya dhuha na swala ya tarawih, ni sunna ambazo zina fadla na zina thawabu nyingi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran. Swali? Niko na swali. Ilikuwa ugusie kidogo juu ya witri, kwa pengine ni nzuri zaidi witri msaliwe wakati gani labda? Sawa. Swala ya witri waweza kuswali wakati wote baada ya isha mpaka alfajiri. Wakati wote baada ya isha mpaka alfajiri. Sawa. Na wingi wa swala ya witri ni raka 11. Wingi wa swala ya witri ni raka 11 na ndo bora. Na ndo bora. Uchache zaidi ni raka 1. Lakini si uzuri kila siku swali raka 1 tu. Si uzuri wewe kila siku swali raka 1. Anga uchache ni ngapi? 3. Ile uchache yani ukamilifu wa uchache. Ile tutakwambia umepata sunna 3. Lakini ile moja ni utasema dhalika adhaful imani, yani ile ni chini ya ubora. Sawa? Sasa mtu aswali raka 3 baada ya swala ya isha. Lakini ama tuseme bora mvipi? Bora uswali mwanzo wa usiku ama mwisho wa usiku? Hapo sasa. Kwanza bora uswali 2 kisha 1. Hiyo ndio bora. Lakini ukitaka kuswali 4 kisha 1 haina neno. Ukitaka kuswali za 5 kwa pamoja ama 3 kwa pamoja pia haina neno. Lakini bora uswali 2 kisha mwisho ile 1 iwe peke yake. Bora. Ndio nasema. Unaweza kuswali 5 kwa pamoja. Ukakaa tahiyatu ya kwanza, ukainuka, ukaendelea baada nini? Sijakuelewa. Yaani vipi? Bila kutoa salamu. Utaweza, lakini bora usiswali hivyo. Bora usiswali hivyo. Lakini unaweza. Yaani wewe maanisha raka ya pili watakuswali 3 mfululizo. Katika raka ya pili ukaketi tahiyatu. Yaani ukaswali kama magharibi, sio? Waweza, lakini si bora. Si bora. Bora ni kama utaswali 3 mfululizo, bora raka ya pili usiketi nini? Atahiyatu. Bora raka ya pili usiketi tahiyatu. Uamke moja kwa moja. Sawa? Naam, hiyo ndio bora. Sasa wakati gani wa kuswali? Wakati gani bora wa kuswali? Taban wakati bora wa kuswali ni akhirul layl. Ni mwisho wa usiku. Sawa? Lakini ni mwisho wa usiku kwa yule mtu ambaye ajua kuwa amezoea ataamka. Kama hapa wanafunzi alhamdulillah tuamshwa. Kwa hivyo mimi najua nitaamka kabla ya alfajiri, basi bora wewe witri yako uicheleweshe mpaka time ile. Uamke upige witri yako ahlan wa sahlan. Ngoje alfajiri. Tumeelewana? Lakini wewe ikiwa ni mtu mimi bwana alfajiri yenyewe ni vita. Labda wanafunzi wakiwa nyumbani hawana labda mtu wa kuamsha kitu kama hiyo. Alfajiri yenyewe ni vita. Basi takwambia angalia ukimaliza isha bora uswali. Bora uswali. Waweza. Takwambia ikiwa wewe huwezi kuamka ile alfajiri, hujui, mimi 50-50, takwambia bora ufanye nini? Bora uswali mapema. Na wao wenyewe watuambia maswahaba walitofautiana. Kuna maswahaba tofauti. Kuna maswahaba ambao walikuwa kuswali mwanzo wa usiku, wengine kuswali mwisho wa usiku. Miongoni mwa waliokuwa kuswali mwisho wa usiku ni Saidina Umar. Yeye ajua mimi nitaamka. Bwana Mtume mwenyewe anasema Saidina Umar alikuwa akichukua njia, shetani yuenda njia nyingine. Wafikiri shetani atamchelewesha siamke.
Saidina Abubakar pia ni miongoni ambao walikuwa kiswali mwanzo wa usiku, lakini alikuwa kiswali mwanzo na mwisho. Yani alikuwa kiswali mwanzo akipiga hesabu, bwana mimi naweza fariki, naweza kufa, ama naweza shindwa kuamka, naweza pitikiwa. Kwa hivyo swali mwanzo wa usiku kabla ya kulala. Kisha tena manake ucha Mungu wake wamfanya hawezi kulala, lazima ataamka. Pia akiamka hiyo nini? Sasa lao mtu ataswali mwanzo wa usiku kisha baadaye aamke, afanyeje? Wewe ushaswali zako 3. Kisha uamke baadaye ufanyeje? Kama umeswali 3, wewe ukishaamka usiku, endelea tu swali 2. Si ushaswali 3? 2 ukiongeza inakuwa ngapi? 5. 2. Haina neno. Endelea hivi. Usimalize na witri. Wewe ujue sasa, wewe kwa hesabu yako piga hesabu kwa nishaswali 3. Sasa ongeze 2 na utie nia, hii ni sunna ya witri, hii ni sunna ya witri, hii ni sunna, mpaka ile time sasa wataka kutosheka mpaka 11, yani isipite 11. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa la khair. Khalas, kisha maswali. Hakuna swali lingine? La, kwetu sisi. Naam. Dhuha yaanza jua linapochomoza baada ya dakika 16 tuseme. Takriban. Jua likichomoza tu pale tukaliona. Sasa baada ya dakika 16 takriban, yani takriban baada ya dakika 16 tunakwambia sasa ni wakati wa dhuha, una ruhusa ya kuswali. Lakini bora uswali katikati ya baina, yani kama gawanya ule wakati wa asubuhi, gawanya kutoka jua lichomoze mpaka dhuhuri ni masaa mangapi? Kama ni masaa 6 basi uweke pale katikati, yani kama tuseme hapa saa 4 saa 3:30 time kama zile itakuwa ndo bora. Saa 5 pia bado. Saa 5 pia bora. Bora kabla ya dhuhuri. Adhuhuri hapa Mombasa yaingia sanga takriban saa 6:30. Labda saa 6:30. Uweza kuswali dhuha saa 6:15. Bal sasa acha tuongeze yani jambo. Wao wenyewe wasemaje, acha tukuongeze beti kwenye ushairi wetu. Tuongeze beti. Labda jambo la kushangaza. Hata sunna ya witri ikikupita waweza kuilipa. Sunna ya witri imekupita, wewe umepitikiwa, maana labda wewe yaqinan huwa waamka. Yaqinan huwa wafanya nini? Waamka, una alamu yako. Siku hiyo umeweka alamu, nitaamka, mara simu imekusha chaji, hukufanya nini? Hukuamka. Ama yule ambaye yuwa kuamsha amepitikiwa, hakukuamsha. Imefika alfajiri, bwana mbona leo ni vipi? Haina neno bwana. Swali alfajiri yako nini? Kisha ulipe witri baadaye. Ruhusa. Tena katika baadhi ya hadithi bwana Mtume anasema yule ambaye ile witri imempita bahati mbaya, akailipa kabla ya dhuhuri, kabla ya zawali, yani kabla ya wakati wa dhuhuri, basi yuhesabiwa kuwa ameiswali usiku. Angalia rehema yake sheria yetu. Witri ni gani? Witri ni ile usiku, nayo ngoja hiyo خلاص, wewe ukuhudhuria darasa kutoka mwanzo. Witri ni ile swala usiku. Sawa, hata dhuha ni hivyo hivyo. Dhuha imekupita bwana bahati mbaya, wewe umepitikiwa, umejisahau. Imefika baada ya dhuhuri umekumbuka, bwana leo mimi sikuswali nini? Dhuha haina neno, ilipe. Una ruhusa ya kuilipa. Wallahu a'lam.